Mwishoni mwa juma lililopita, tarafa la Fizi limekumbwa na mikasa miwili ya usalama mdogo iliyosababishwa na mizozo kati ya makundi ya wazalendo katika eneo mbalimbali za madini na za ufugaji. Askari 4 wa kizalendo wamefariki, raia mmoja kujeruhiwa vikali kwa risasi na vitu vingi vya samani kuharibika wakati wa makabiliano hayo kati ya winga wa William Amuri ya Kutumba na ule wa Delphin Kalembe Ngoma Nzito, wote wakiwa ni wazalendo. Hayo yalijiri mwishoni mwa juma jana huko Lulimba na Misisi kwenye migodi ya madini. Mwanasheria Jack ni mratibu wa mashirika ya kirahia tarafani Fizi, amezungumza nasi njiani mwa simu akieleza. Samika Lonjibadibanga, diwani wa tarafa la Fizi, amethibitisha hali hiyo iliyoyumbisha usalama. Akizungumza na vyombo vya habari mwishoni mwa juma jana, alizungumza hivi: usalama ndani ya tarafani Fizi inazorota kidogo. Mnajua ya kwamba tarehe 24 siku ya posho, kati ya kijiji ya Misisi, kijiji ya Lulimba mu groupement ya Basikasilo mu sekta ya Nganja, kulikuwa masasi kulia sana kati ya marumbano ndani ya vikundi ya wazalendo, kikundi ya SNPCC pamoja na kikundi ya wa ancien combattant FPL, kupikanisha kikundi ya Ngoma Nzito ya FABB. Diwani huyu aliendelea kusema, tunasikia kwamba kuna watu 4 walifariki kungambo ya FABB ya Ngoma Nzito, na kuna maposition wala mabariere zabo zililunguziwa na ingine vikundi. Hii hali ilituma wakaji wakimbie, wakaji wapoteza mabitu na watu wabakia nyumbani kwa kusikia nini ijapo endelea, kwa sababu watu walikuwa panike na masasi kulia sana. Pande zote zilizozozana kwa kukwaruzana kwa risasi kwa sasa zimeketi kwa mazungumzo kuondoa tofauti zao na kukubaliana kufanya kazi kwa umoja na pamoja, kama anavyonieleza hapa msemaji wa Biloze Bishambuke. Jambo sana bwana mtangazaji, Strategie na Mbamba porte-parole wa Congrès des Patriotes pour la Liberté des Congolais, Force d'Autodéfense Biloze Bishambuke, TPC FABB. Unajua kama katika jamaa hata majirani, vurugu ndogo haziwezi zikakosekana kati ya watoto, lakini haiko ya ajabu sana. Hali ishakuwa shwari, viongozi tumesimama kama mtu mmoja pande zote mbili, na kwa sasa hali iko sawa, kwa sababu sisi sote tunatumika kwa makusudi ya kuweza kulinda usalama wa raia na mali yake. Na mlikuwa mmezozana kwa kosa gani? Kwa tatizo lipi? Nasema kama hakukuwa mzozo yenye ni watu ndio wanataka kudramatize, lakini hakukuwa mzozo. Kulikuwa tu incomprehension kidogo kati ya wanajeshi, lakini viongozi walisimama kama mtu mmoja na suluhisho kwa sasa inapatikana. Raia Misisi wanaanza kufanya kazi bila tatizo, lakini haiko tatizo ambayo tunaweza tukapeleka kwenye media au kupeleka kwenye vyombo vya habari, kwa sababu sisi sote ni mtu mmoja na tuna adui mmoja bwana. Niki hakuna adui. Adui anapatikana kama Yola, anapatikana Mengo, anapatikana Nike, hakuna adui. Ilikuwa ni comprehension kidogo, lakini kwa sasa solution imekushapatikana. William Amuri ya Kutumba ametuma katibu wake ambaye ni msemaji wa operesheni za kivita za wazalendo Kivu Kusini, bwana wa Obwela Mwila Dalton, ambaye yuko tayari uko Lulimba. Huyu ametueleza kuwa hali imeanza kurejea kwa tulivu na mapatano ya msingi yameafikiwa. Mwila Dalton, wasemaje? Hapa Misisi mimi hivi niwe nakwambia niko Lulimba, nilifuata misho yenyewe na najua siku inatembea vizuri, raia iko naanza kutembea, na kisha muda kidogo najua watu wenyewe walikuwa wanagombana watakula pamoja na watatembelea pamoja. Kwa hiyo wito wenu kwa raia? Kusema hiyo mambo haina mambo ya kuhusu wa raia, ni mambo inahusu watu ambao wanakuwa na masilaha, ndio wenye wanahusika, na sisi ambao tunakuwa wasemaji wao ndio tunakuja. Najua raia iko kalma na tutamaliza tatizo na shida. Kwingineko ni uko Kilembwe ambako kumeibuka mzozo wa wazalendo wa kabila la Wabuyu na Wabembe kuhusu kutoza ngombe ushuru. Samika Lonjibadibanga, diwani wa tarafa la Fizi,
anarejea mara tena. Mu sekte ya Lulenge, precisement mu kijiji ya Kilembwe mu groupement ya Bashimimbi, kulikuwa tena masasi ya kulia sana jana, tarehe 14 siku ya posho, kule mu sekte ya Lulenge, kati ya kikundi ya wa autodefense na kikundi ya FABB ya Ngomazito. Tatizo ni kusema ya kwamba wakati FABB walishusha mangombe zao, hawakupenda walipishiwe na autodefense, wakaanza pikana risasi, watu wakakimbia. Kuna kijana moja alilumia, me haiko grave, iko hai. Tunasema kwa mimi kiongozi wa tarafani Fizi, Kalonji Badibanga Sami, na tosha pole zangu kwa wazalendo wa FABB Ngomazito waliopoteza wa elema wao ine. Pole kwa familia ya nduku mwenye alilumia mu sekta ya Lulenge Kilembwe. Tunatosha ujumbe ya amani. Tunaomba wa nduku zetu wazalendo wa tarafani Fizi kwa kukue pamoja, kushirikiane na kushauriane na kuangalia mbele. Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anawaita waero kwa sababu mlisimama imara ya kukumbanisha uvamizi wa nchi Rwanda kupitia wa mbaraka zake wa M23 wakuya kuvamia nchi yetu wa Rwanda. Mweye mkashimama imara, mkasema hatutaki nchi yetu ikabuliwe, hatutaki nchi yetu ivamiwe na Wanyarwanda wa M23. Lakini leo tuko na tumatumaini ya kwamba ujumbe ya rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi aliyotubia mweye wazalendo ilifuatiliwa na mweye mkashika silaha ya kudefendre la patrie, kudefendre nchi yetu. Tunawaomba kwa kukue pamoja, tunawaomba wa kushirikane kutumika pamoja kwa amani ndani ya tarafani Fizi. Tarafani Fizi ilisumbuka sana tangia 1964 vita ya Mulele, 1989 vita ya Wabembe Wabuyu, 1996 vita ya Afdel wakati Kabila Mzee alileta Wanyarwanda, 97 vita ya RCD, 2012 vita ya RCD, vita yani ya M20 CNPD, mpaka leo M23 kama ni ya 3 ya 4. Tarafani Fizi iko na makumu na matatizo, na ndio maana tarafani Fizi ilibakilia nyuma, kwa sababu ile wakati yote ilikuwa ni vita kwa vita, juma kujuma, mwezi kumwezi, miaka kumiaka. Leo tunapenda amani, tushimama sisi bote pamoja na raia wetu ya kukumbanisha Mnyarwanda wa M23 mwenye kupenda kuvamia nchi yetu kisi ujumbe ya rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ilivyosema. Tunaomba amani. Tunaomba kwa wandugu zangu wote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, wandugu zangu wote wa makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, baishi kwa amani, kwa upendo, kwa sababu bila amani hatuwezi tengeneza kitu. Bila amani na upendo hatuwezi endelesha tarafani yetu la Fizi. Bila amani na upendo tutabaki nyuma. Na ndio maana makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, muishi kwa amani, tutumike kwa amani, tupendane kwa amani, na tuendeleshe tarafani Fizi yetu. Asante sana. Mapema ilikuwa imesemekana kuwa ni Biloze Bishambuke zidi ya wazalendo wa Kibuyu, lakini Bishambuke wametupilia mbali madai hayo, kama anavyonihakikishia hapa msemaji wao kwenye njia ya simu. Ilijawa na mzozo na wazalendo wa Kibuyu huko Kilembwe. Kama hatujahusishwa na mzozo huo, nasi tulisikia vile kwenye radio kama na wazalendo ambao walizozana, lakini sijatuhusishwa. Msemaji wa Obwela Mwila Dalton, ambaye ni msemaji wa operesheni za kivita za wazalendo kusini mwa Kivu Kusini, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Kilembwe walikokotana, wazalendo kwa wazalendo walipokutana, na misisi wazalendo kwa wazalendo walipokutana. Tunajua ni mambo ya kawaida kazi ya jeshi. Imite zinaweza kukutana, lakini tana discipline na nyoka tena unaingia kwa mstari. Kwa hiyo kwa sasa hali ikoje? Kilembwe iko sawa, hamna shida. Tujulishe kuwa maeneo mengine ya shamba za vita katika mkoa wa Kivu Kusini, wazalendo pamoja na FRDC waendelea kulinda ngome zao huko maeneo yanayodhibitiwa
na wanamapinduzi wa M23 pia waendelea kulinda ngome zao. Nikiripoti kutoka Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembezoni mwa ziwa Tanganyika kwenye mpaka wa nchi ya DRC na Burundi, mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William wa Iyambalyeto TV.